mafanikio yanategemea sana hali za hisia zetu. Mafanikio yetu yanaendana sana na hali za hisia zetu, our emotion state. Lakini katika sifa kubwa ambayo watu waliofanikiwa katika ndoto zao wanayo ni kuwa wamegundua kuwa furaha yao ni wajibu wao. Hakuna kitu hatari katika maisha kama kuruhusu furaha yako ishikiliwe na kitu, matukio ama mtu fulani. Ukiwa mtu ambaye furaha yako inategemea hali zinazokuzunguka, yani circumstances, huwezi kufika mbali kwenye maisha. Watu waliofanikiwa ni watu walioamua kuwa katika hali yoyote ile hawako tayari kupoteza furaha yao, kwa sababu wamegundua mambo matatu makubwa. Cha kwanza, wamegundua kuwa unapokuwa na furaha, ubongo wako unakuwa na kiwango cha juu kabisa cha ubunifu. Lakini cha pili, wamegundua kuwa watu wenye furaha huvutia fursa nyingi na watu wengi hupenda kuwa karibu nao. Jambo la tatu, wamegundua kwamba furaha hufanya hamasa, yani motivation. Hamasa yao inakuwa katika kufanya jambo inakuwa kubwa zaidi, na hii inaongeza kulifanya jambo katika ufanisi bila kuchoka. Usikubali kuruhusu furaha yako ishikiliwe na mtu au hali fulani. Kadiri furaha yako inavyoshikiliwa na mtu au vitu, ndivyo unavyozidi kuwa usiyetabirika au kuaminika, yani unakuwa unreliable na usiye na hamasa kabisa katika unachofanya. Hivi umeshawahi kukutana na mtu ambaye anaweza kuharibiwa siku yake ikitokea tu hajatumiwa ujumbe wa simu asubuhi na mtu fulani? Umeshawahi kukutana na mtu ambaye akikosolewa kidogo tu hawezi tena kuendelea kufanya kazi na anapoteza mwelekeo siku nzima? Umeshawahi kukutana na mtu ambaye siku asipokuwa na pesa kila mtu atajua? Watu wanaofika mbali wanatambua kuwa mambo ya kukatisha tamaa wanayoyapitia kwenye maisha ni ya muda mfupi, na pia mambo mabaya ya kukatisha tamaa wanayoambiwa na wengine ni maoni tu. Never let other people's opinions to define your destiny. Amua kuanzia leo kuwa furaha yangu ni wajibu wangu, na ujiambie I am the CEO of my life, yani mimi ni mkurugenzi wa maisha yangu. Kanuni ni kuwa furaha yako inatakiwa kushikiliwa na ile picha kubwa ya hatima yako ya kesho ambayo umebeba moyoni mwako, bila kujali hali yako ya sasa inayokutokea, mambo yanayokuzunguka au kile kitu watu wanakisema. See you at the top.